Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Siku ya leo Roho wa Mungu amenishuhudia nikufundishe somo hili ambalo linasema kwamba wokovu wa Bwana, kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na kuwa na imani thabiti au kuwa na imani yenye nguvu. Katika somo hili kuna vipengele vitatu kama vinavyoonekana kwenye kichwa cha somo au kwenye somo lenyewe, ambalo tuna wokovu wa Bwana, lakini pia tuna nguvu za Roho Mtakatifu, lakini pia tuna kitu kinaitwa imani. Tukianza na kipengele cha wokovu. Wokovu, tunaposema wokovu tunamaanisha kwamba ni kitendo au ni hali ya mtu kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa chake na kuamini moyoni mwake kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ni hali ya mtu kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa chake na kuamini moyoni mwake kwa kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ukishamkiri Bwana na kuamini moyoni mwako ukasema ni Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tunasema huyu mtu ameokoka. Lakini tunapozungumza kwa habari ya wokovu, kuna vitu kadhaa ambavyo tunaviangalia au lazima uvizingatie, uviangalie. Tunasema wokovu ni jambo la msingi kwa kila mtu, kwa sababu kuokoka ni tiketi ya kukutana na msaada wa Mungu kwa haraka. Unapookoka, maana yake umetangaza kwamba kila jambo kwenye maisha yangu kiongozi wake ni Yesu Kristo au ni Mungu mwenyewe kwenye maisha yako. Unapokuwa umeamua kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake hakuna kitu kingine tena ambacho kinaweza kikachukua nafasi kwenye maisha yako zaidi ya Yesu Kristo kwenye maisha yako. Hakuna kitu kingine tena kinachoweza kikakutenga na upendo wa Mungu aliye hai. Unapoamua kumkubali Yesu Kristo kwenye maisha yako, unatangaza kwamba umemkataa shetani na kazi zake zote. Unaposema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unapopita kwenye shida unategemea msaada kutoka kwake, na si kwa waganga wala si kwa wachawi wala si kwa mizimu wala si kwa mwanadamu wala si kwa kiumbe chochote kile kilicho juu mbinguni wala kilichopo duniani wala kilichopo majini wala juu ya ardhi. Unachotangaza unasema aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu ni Yesu Kristo peke yake. Umekiri kwa kinywa chako kusema ndiye Bwana. Tuangalie katika kitabu cha Warumi sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 9. Tuangalie Mungu anatuambia nini kwa habari ya wokovu. Warumi sura ile ya 10 mstari wa 9, Biblia inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kuwa kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Jambo la kwanza ambalo Paulo anatuonyesha ni kumkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jambo lingine ambalo anaonyesha, ukaamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Kwa sababu hiyo, unapoamini ya kwamba alifufuliwa katika wafu, tafsiri yake umetangaza kwamba huyu ndiye aliyeniokoa kutoka kwenye mauti ya milele na kutangaza uzima kwenye maisha yangu. Kitendo cha Yesu kufa msalabani na kuzikwa, maana yake ni maangamivu ya mateso juu yangu, ni maangamivu
ya mateso juu yako, na kitendo cha kufufuka kwa Yesu kutoka kwenye mauti na kufufuka kuwa hai ni halisia kwamba maisha yetu yanainuliwa kutoka mavumbini na kuwa juu sana, kutoka chini kuwa juu sana, uzima kuinuliwa juu sana, kutoka mautini hata uzimani. Maana yake nini? Kama Yesu alivyokufa msalabani, akazikwa kaburini, lakini akafufuka siku ya tatu, tafsiri yake kuna wakati tutakufa, lakini kuna wakati tutafufuliwa tena na tutakuwa hai. Ndiyo maana halisi ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Akatangaza uzima wa milele kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Usiangalie namna ambavyo unaishi leo ukajikubali ukasema hakuna kufa. Kuna wakati utakufa. Kama hauna Yesu ndani yako, uwe na uhakika kwamba jehanamu ya milele itakuhusu, ule moto wa milele utakuhusu. Lakini ukiwa unaishi ndani ya Kristo, pamoja na kwamba utakufa, lakini utafufuliwa na kurithi nchi au ahadi ya milele ambao ni uzima wa milele. Mstari wa 10 Biblia inaendelea kusema, au Paulo anaendelea kusema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Maana yake nini? Kwa moyo mtu anapoamini anapata haki, kwa kinywa anapokiri anapata wokovu. Kinywa chako kinaweza kikakufanya ukaingia mbinguni, kinywa chako kinaweza kikakufanya ukaingia jehanamu, kinywa chako kinaweza kikakufanya ukalisi ufalme wa Mungu au uzima wa milele, lakini kinywa chako hicho hicho kinaweza kikakufanya ukashindwa kuurithi ufalme wa Mungu na badala yake ukaishia jehanamu. Angalia kinywa chako kinakiri juu ya nini? Maneno unayotamka ni maneno ambayo yana express kitu gani, au yanaelezea kitu gani, au yanaashiria kitu gani? Ikiwa ni maneno ambayo ndani yake yanatangaza uzima, utakuwa mzima. Kama maneno yako yanatangaza mauti, utakufa na hautaishi. Lakini ukisema mimi sitakufa bali nitaishi niyasimulie matendo makuu ya Bwana, hakika hautakufa. Haijalishi unapitia magonjwa ya aina gani, haijalishi unapitia hali ngumu kiasi gani, lakini ukakiri kwa kinywa chako ukasema sitakufa wala sitaishia hapa, hakika hautaishia hapo. Lakini ukisema nitaishia hapa, siwezi kuendelea tena, hakika hatua zako haziwezi kuendelea tena. Kwa moyo mtu huamini hata hupata haki. Ukishaamini ndani yako, una haki ya kurithi ufalme wa Mungu, una haki ya kufufuliwa tena. Ukishamwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uwe na uhakika kwamba kuna kufufuliwa tena baada ya kufa hapa duniani. Baada ya kufa duniani kuna kufufuliwa tena ili kurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 11 anamalizia kwa kusema, kwa maana andiko lanena, kila amwaminie hata tahayalika. Kila amwaminie hata tahayalika. Maana yake nini? Kutahayalika maana yake ni kupitia mateso, ni kupitia hofu, ni maumivu.
mauti ya milele ni kilio na kusaga meno. Anayemwamini Yesu Kristo hata yapitia hayo yote, hata tahayalika kabisa, hata kuwa na wasiwasi, hata kuwa na oga, hata kuwa na oga wa aina yoyote ile, hata muofu mwanadamu, hata ogopa jambo lolote lile. Anayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake hawezi kuogopa jambo lolote, hawezi kuishia njiani, hawezi kusema haiwezekani tena. Maana yake nini? Anatangaza kila wakati ya kwamba yote yawezekana, kwa sababu ninamwamini yeye aliye hai. Hata kama anapitia ugonjwa ambao wengine walipopitia huo ugonjwa walikufa, na nataka nikwambie kwamba hauwezi ukafa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaendelea kwa sababu unapokiri, unapoamini, unatangaza kwamba mwanaume wa wanaume amenishindia. Bwana asifiwe. Lakini pia jambo ambalo unatakiwa kujua kwamba wokovu ni tiketi ya kwanza ya kukufanya wewe uingie mbinguni. Wokovu ni tiketi ambayo inabadilisha historia kutoka kwenye mauti ya milele hata kufika kwenye uzima wa milele. Ni tiketi ya kwanza inayompa Mungu nafasi kukusaidia kwa haraka pale unapopita kwenye shida. Wokovu ni tiketi ya kwanza inayokupa uhalali wa kusaidiwa na Bwana. Wokovu ni tiketi ya kwanza inayokupa uhalali wa kumwambia Mungu, katikati ya haya yote ninayopitia, siyo haki yangu. Haki yangu ni kufurahi na kucheka kwa sababu ninakuamini wewe. Mungu akusaidie sana. Unatakiwa kuelewa kwamba wokovu ni kitu cha thamani kwenye maisha yako. Wokovu ni kitu cha muhimu kwenye maisha yako. Wokovu ni kitu ambacho kinahitajika kuliko jambo lingine lolote kwenye maisha yako. Usipokuwa na wokovu, unaishi maisha ambayo hayana uhakika baadaye, lakini ukiwa na wokovu ndani yako, una uhakika kwa habari ya uzima wa milele baada ya kufa na baada ya mwisho wa maisha ya hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitabu cha Marko sura ile ya 16 na mstari wa 16, Marko 16 na mstari wa 16, Biblia inasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Naona maana yake nini? Unapoamini ukamwamini Mungu utaokoka. Asiyeamini yeyote ataangamizwa, atahukumiwa mauti ya milele au ghadhabu ya milele, kilio na kusaga meno. Hebu nirudie mstari ule upate kunielewa. Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ni Marko anatufundisha nini hapa? Anatufundisha kwa habari ya kumwamini. Nimekwambia somo hili lina vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni kwa habari ya wokovu. Kitu cha pili ni kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kitu cha tatu ni kwa habari ya imani. Kwa sababu hiyo, ili uweze kuona wokovu ndani yako, lazima uamini kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hauwezi kusema kwamba nimeokoka na bado hauna imani. Hauwezi kusema ninamwamini Mungu wakati ndani yako wokovu hamna. Hauwezi ukasema kwamba ninakwenda mbinguni au ninafanya kazi ya Mungu wakati hauna Roho Mtakatifu. Ni vitu ambavyo vinatembea pamoja, ni vitu ambavyo vinashabiliana. Hauwezi kusema kwamba nitaurithi ufalme wa Mungu wakati hauna imani, wakati hauna wokovu.
lazima uokoke kwanza, ndipo uanze kuona matumaini ya kurithi uzima wa milele. Mwenyezi Mungu akusaidie sana upate kuelewa kile ambacho Mungu anatufundisha kwa siku hii ya leo, na Mungu akusaidie sana, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Wokovu ni pamoja na kumpendeza Mungu, kutenda matendo mema, kuishi maisha matakatifu, kufanya yanayokupasa kuyatenda, kutenda ambayo Mungu anakuagiza kuyatenda, na sio kutenda yale ambayo Mungu hajakuagiza. Maisha ambayo Yesu Kristo aliyatangaza pale msalabani ni maisha ya milele. Baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo kuna kurithi ufalme wa Mungu ambao ndani yake kuna uzima wa milele. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari ule wa 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana yake nini? Lazima umwamini Yesu Kristo, lazima umkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo utakapookoka, ndipo utakapourithi ufalme wa Mungu, ndipo utakapopokea ahadi ya Bwana ya kurithi ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Wokovu au kuokoka, lazima mtu afanye maamuzi ya kina bila kujali watu. Lazima ufanye maamuzi ya kina bila kuangalia watu watasema nini, bila kuangalia watu watakuangaliaje, bila kuangalia au kuhofia watu. Maamuzi ya kumkiri Yesu Kristo au kupokea wokovu ni ya mtu binafsi, ni ya moyo wako mwenyewe. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari ule wa 32, Mathayo sura ya 10:32, Biblia inasema, atakayenionea haya mbele za watu, nami nitamwonea haya mbele za Baba yangu aliye juu. Maana yake nini? Ukimwonea haya Yesu Kristo ukaacha kumkiri mbele za watu, hata yeye atakukataa mbele ya Baba yake aliye juu. Kama wewe unaishi maisha ya dhambi ukakutana na neema ya wokovu, lazima uamue moyoni mwako kusema kwamba nimeamua kumpa Yesu maisha. Haijalishi watu watakuangalia vipi, haijalishi watu watakunyoshea vidole au watu watakucheka, lakini amua moyoni mwako, sema nimeamua kupokea wokovu, nimeamua kumkiri Yesu Kristo, nimeamua kumpa Yesu maisha. Ukiogopa watu, watu hawatakupeleka mbinguni, watu hawatakusaidia wakati una shida, watu hawatakusaidia wakati unahitaji msaada wa kimungu, watu hawataweza kuponya roho yako. Usiogope watu, mwogope yeye anayeua mwili na roho. Wewe unaogopa watu wanaosema kwamba wewe ni mshamba, wewe hauna lolote. Ogopa yeye ambaye anaweza kuangamiza mwili na roho. Unawaogopa waganga kwamba hawa watu nikishaokoka watanishambulia, hawa watu wataninyoshea vidole. Usiwaogope wao, bali mwogope yeye aliye hai. Anaweza kuangamiza mwili na roho, anaweza kuteketeza roho yako, anaweza kufanya usiurithi ufalme wa Mungu. Ukiamua moyoni mwako, amua kweli kweli kumpa Yesu maisha. Ndio maana Biblia inaposema kwamba atakaye nikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Atakaye nikataa mbele za watu, nami nitamkataa mbele za Baba yangu. Yesu anamaanisha ya kwamba moyoni mwako
uwe unajihesabia kwamba mimi ni wa Kristo na si wa watu wanaonitazama. Mimi ni wa Bwana na mimi si wa watu ambao wananinyoshea vidole. Ukishasema kwamba mimi ni wa Bwana, ukaamua moyoni mwako ukasema Yesu Kristo ndiye kimbilio langu, ninamkiri siku ya leo, hakika utaokoka. Hautabaki kama ulivyo, hautabaki kwenye vifungo. Ukishamkubali Yesu Kristo, hautabaki kwenye mateso, hautabaki kwenye hali ya mashaka, hautabaki kwenye kuteseka. Umefungwa yatosha, umefungwa yatosha, umeteseka yatosha. Mwambie Bwana, niko hapa, ninakupa maisha yangu ili unitetee, ili uniokoe, unifungue kwenye vifungo vilivyonifunga maisha yangu. Na yeye ni mwaminifu, hata angalia dhambi ulizonazo, hata angalia mabaya uliyoyatenda. Anachokiangalia ni uelekevu wa moyo ambao umeuelekeza kwake. Ukishaelekeza moyo wa Bwana kwake, hata kuacha wala hata nyamaza. Atakutetea na atakufungua, atakuokoa kutoka kwenye mateso ulionayo, atakuokoa kwenye magonjwa ulionayo, atakufungua vifungo vyote, wala hata nyamaza kwa ajili yako, wala hata nyamaza kwa ajili ya uzao wako, hata nyamaza kwa ajili ya taifa lako, hata nyamaza kwa ajili ya ukoo wako, hata nyamaza kwa ajili ya watu wako wanaokuzunguka. Kitu cha kwanza, mkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maisha unayoishi hayana faida kama hauna Yesu Kristo kwenye maisha yako. Unaweza ukawa ni tajiri, unaweza ukawa ni mtu mkubwa kwenye taifa hili, unaweza ukawa ni mtu ambaye una heshima, lakini kama hauna Yesu ndani yako, wewe ni sawa na kopo ambalo halina kitu ndani yake. Ikiwa matendo yako hayampendezi Mungu, wewe ndani yako uwe una uhakika hakuna kitu cha thamani tena. Kama ndani yako hamna Yesu, ujue ya kwamba hata fedha ulizo nazo hazina maana kwenye maisha yako, hata watu wanaokuzunguka hawana maana kwenye maisha yako. Lakini ukishaamini ukamkubali Yesu, nataka nikwambie ya kwamba hauwezi ukabaki kama ulivyo, hauwezi ukaendelea kuteseka, hauwezi ukaendelea kudharaulika tena, hauwezi ukaendelea kukosa amani tena. Mpokee Yesu ili upate tumaini jipya. Mpokee Yesu ili uone mambo mapya yakitokea kwenye maisha yako. Mpokee Yesu ili uone Mungu anavyokutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu ni gharama. Watakiwa kujikana mwenyewe, watakiwa kubeba msalaba wako na umfuate Yesu. Kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 34, Biblia inasema atakaye kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, kisha anifuate. Ni Yesu mwenyewe anazungumza maneno haya. Anasema ukitaka kumfuata yeye, jikane mwenyewe, jitwike msalaba wako, umfuate. Kujikana maana yake nini? Vitu ambavyo havitakiwi, unavyoviona vinapendeza kwenye maisha yako, viache kisha mfuate. Hapa ndipo watu ambapo wanapotea. Hapa ndipo tunapopoteza wengi. Unakuta mtu anapenda kuvaa ovyo, anavaa vitu visivyovaa, anavaa vitu ambavyo havimtambulishi Kristo ndani yake, na anasema ameokoka. Hapo ukimuuliza kwa nini unavaa hivi, anakwambia ni fashion. Sikiliza, watu ambao wameamua kumfuata Yesu Kristo hawahangaiki na fashion za dunia, hawahangaiki na mambo ya duniani, hawahangaiki na mapambo ya duniani, hawahangaiki na mavazi ya mataifa. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi ya kwamba msifuatishe namna ya dunia hii,
bali mgeuzwe nia zenu. Ugeuzwe nia ili umfuate Yesu Kristo kikweli kweli. Lazima nia yako igeuzwe. Mavazi unayoyavaa, watu wakikutazama wamuone Mungu ndani yake. Wanapokutazama ukitembea, wamuone Mungu kwenye hatua zako. Wanaposikia ukiongea, wasikie sauti ya Mungu ndani yako. Lakini wewe, wakikutazama mavazi yako, hawakutofautishi na kahaba anayejiuza. Wakikuangalia namna ambavyo unatembea, hawakutofautishi na mlevi ambaye kila siku analewa, ambaye kila siku anaanguka kwenye mitaro. Wakikuangalia namna hii, hawaoni kama una Mungu, alafu unasema umeokoka. Mavazi yako yamebeba utambulisho. Namna tunavyokuona, tunaona kabisa wewe ni shetani anayetembea, ni shetani ambaye tunaishi naye. Tukikuangalia, tunaliona pepo kahaba ndani yako. Tukikuangalia, tunaona uzinzi ndani yako. Tukikuangalia, tunaona anguko la watumishi wa Mungu ndani yako. Kwa nini? Namna unavyovaa, namna unavyobehave, namna unavyoishi,